Habari gani mwana michezo, naitwa Junior, karibu katika chaneli yako hii ya YouTube kupata taarifa mbalimbali zile ambazo zimeweza kutokea ndani na nje ya mipaka ya nchi ya Tanzania. Sasa tukirejea katika klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, ambapo klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba kama tunavyofahamu wametoka kupoteza mchezo wao dhidi ya vijana wa Stade Malien kule nchini Mali, Bamako, mara baada ya kutoka kwa magoli 2-1, huku vijana wa Stade Malien wakishinda mabao 2 na Simba kushinda bao moja, hivyo Simba kuwa ni mtu wa mwisho katika kundi D walilopo dhidi ya timu zingine ambazo wako nazo katika kundi D. Sasa mengi yameongeleka katika mitandao ya kijamii, lakini hata hivyo meneja habari na mawasiliano wa klabu hiyo, namzungumzia bwana Ahmed Ally, ameweza kufunguka naye ya kwake ya kisoka kutokana na mchezo ambao upo mbele yao, ambao utakaochezeka Januari 21 dhidi ya Esperance, ambapo watakuwa ugenini. Maneno ya meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ally: mechi yetu ya 3 ya hatua ya makundi tutacheza Januari 21 mwaka 2026 dhidi ya Esperance ugenini. Kutoka leo hadi Januari 21 ni siku zaidi ya 50. Katika siku hizo kikosi chetu kitafanyiwa mabadiliko makubwa ya kiufundi, na itakapobidi kuongeza nguvu kubwa kwenye dirisha dogo tutafanya hivyo, na tunaamini mabadiliko hayo yataturejesha kwenye makali yetu. Umefikia ule wakati wa Simba yetu kuonyesha maajabu yake na kuwashangaza watu kwa comeback yetu. Kwa sasa kikosi kinarejea na moja kwa moja tunaanza maandalizi ya michezo yetu ya ligi kuu. Tukumbuke kuwa katika ligi tuna mwenendo mzuri, hivyo tunapaswa kuwekeza nguvu kubwa, tusiteleze. Kila mwana Simba aelekeze nguvu na akili katika mchezo wetu dhidi ya Mbeya City pamoja na Azam. Bwana, haya ni maneno ya meneja habari na mawasiliano, namzungumzia bwana Ahmed Ally, akizungumzia kile ambacho kiliweza kutokea kule nchini Mali, Bamako, baada ya kufungwa bao 2-1, lakini hata hivyo kuelezea mchezo wao atakuwa mechi ya 3 katika hatua ya makundi, ambao wao watacheza Januari 21 mwaka 2026 dhidi ya Esperance kule ugenini. Lakini hata hivyo klabu ya USM Alger chini ya kocha mkuu wa zamani wa Simba Abdelhaki Benchika inatamba tu mdogo huko kombe la shirikisho barani Afrika katika hatua ya makundi. Ukuta wa Yeriko Chemalon Fondo ndiye anayeongoza safu ya ulinzi ya kikosi hiko, na wamefanikiwa kushinda mechi 2 za awali kwenye makundi. Kundi hilo lina vilabu kama San Pedro, Osi Safi na Joliba. Alama 6 safi zinawaweka USM Alger kileleni mwa kundi hilo. Lakini hapa nimekuletea timu zinazogawa utamu pale East Africa, nikimaanisha kwamba hivi ndivyo vilabu vya Afrika Mashariki vinavyoshiriki michuano ya kimataifa, ligi ya mabingwa Afrika na kombe la shirikisho barani Afrika, ambao mpaka hivi sasa hawana alama yote hata moja. Simba ikiwa ligi ya mabingwa amecheza michezo 2 bila kuvuna alama yote, na mchezo wake wa 3 utakuwa ni Januari 21 mwaka 2026. Simba ikiwa ligi ya mabingwa amecheza michezo 2 bila kuvuna alama yote, huku Nairobi United na Azam FC wamecheza michezo 2 vile vile bila kupata alama yote. Hawa wako kundi moja la kombe la shirikisho. Nikushukuru sana mwana michezo kwa kuendelea kuungana nami kupata kila taarifa zile za kimichezo ambazo zimeweza kutokea katika viwanja mbalimbali vya kimichezo. Niite Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Usahau kusubscribe, share, like na comment. Kutokea hapa sina la ziada, nikuage na nikutakie siku njema. Bye bye.